Naona Sheikh Abdul Akram anataka kuuliza swali. Naam akhi. Naam. Naomba utumie maiki kwa faida ya rekoda kwa wasikilizaji. Mimi Sheikh nina maswali mawili. Naam. Lakini maswali yangu nayajenga zaidi katika manufaa ya sisi talabatul ilmi jami'an. Naam. Kwa sababu ni katika mambo ambayo yameenea fi sahati da'wiyah. Sahihi. Swali langu la kwanza, naam, katika watu ambao waliwazungumza katika darasa yako, mfano kama hawa mabaramika, naam, wao wanasema kwamba mara nyingi katika masuala ya khilafia, ikitokea khilafu baina ahli ilmi, ikitokea kundi la kwanza wamemfanyia jarhu mtu fulani na kundi la pili wamemfanyia taadili mtu fulani, wanasema wao mara nyingi wanachukua kauli ya Sheikh Rabii' na kauli ya Sheikh Ubaid, kwa sababu Sheikh Rabii' ndio hamilu liwa'i jarhi wa ta'dil fi hadha al-asr. Wanasema yeye ndo mbebaji wa bendera ya jarh na ta'dil katika zama hizi, na wanasema taskia hii kapewa na al-Allama al-Albani. Kwa wanasema katika kuzijua fitan na fiqhul fitan hakuna ambaye anampita kwa zama hizi. Hiyo hoja yao ambayo wanaoileta. Kwa hiyo nilikuwa naomba jawabu ya shubha hii ambayo wanaileta, ili kwa manufaa ya talabatul ilmi wote. Swali la pili, tuanze kwanza hilo la kwanza. Tulijibu la kwanza, utauliza la pili baadaye. Tayeb. Tusikuchoshe kurudia tena swali mara ya pili. Tayeb. Katika moja ya hoja ambazo zinajenga mtazamo wa kuonyesha kuna watu wamepitia darasa lakini ni wajinga wa mfano, ni hoja hii. Narudia tena maneno kwa kinywa kipana kabisa. Katika moja ya hoja ambazo zinaonekana kuna watu wamepitia darasani lakini ni wajinga wa mfano, ni hoja hiyo. Na mimi nasema hivi, mimi na uzoefu sana kwenye dawa salafia. Katika maneno nilizungumza kwa darasa la al-asri, katika moja ya hoja nilisema hivi, katika kunukuu masalafi ni watu bora kabisa kwenye kunukuu. Lakini katika moja ya mtihani mkubwa kwetu ni pale inapotokea mkanganyiko wa mambo. Utakuja kuona kwamba akili za maduati wengi wa salafi ni ndogo sana. Haya maneno mimi sisemi kutukana watu, na sio hapa mara ya kwanza nasema. Shasema sana haya maneno. Yaani ukitaka kuangalia dosari kubwa iliyopo katika uwezo wa ufahamu wa masaili. Ilitokea tatizo katika saha ya dawa salafia. Ikawa kuna mkanganyiko baina ya masalafi wenyewe kwa wenyewe. Hii hasa kwa masalafi wenyewe kwa wenyewe. Utakuja kupima uwezo wa ufahamu wa watu, sio elimu zao tu, uwezo wa ufahamu wa watu katika masaili ni mdogo wa kuogopesha. Sasa angalia, mimi najua kama mimi nilivyokuwa msomi wa elimu ya hadithi, mashekhe wengi bila kuwataja majina kwenye saha ya da'wa, wakubwa wamesoma elimu ya hadithi. Hebu rejeeni kwenye elimu yenu ya hadithi masaili ya jarh wa ta'dil. Kwanza huu mlango ni mlango jitihadia au ni mlango wa nafsiyya? Mlango wa jarh wa ta'dil ni mlango ambao unafungua ijtihadi kwa watu au ni mlango sio kwa ijtihadi? Wamesikika baadhi yao nasema kwamba mlango wa jarh wa ta'dil sio mlango wa ijtihadi. Hivi ukisema sio ijtihadi unakusudia kwamba jarh wa ta'dil ni kunukuu tu? Unanukuu kwa nani wakati unamjeruhi mtu? Mtaelewa hivi karibuni kusema mimi kuna watu akili zao ndogo sana. Unapomjeruhi mtu, kwa mfano leo nataka kumjeruhi Abu Musa, unanukuu kwa nani? Ukisema mlango wa jarh wa ta'dil sio ijtihadi, maana yake ni tawakuf. Unatawakaf kwa nani unapotaka kumjeruhi mtu ambaye yuko kwenye safa hivi? Mnakubaliana na mimi kwamba kuna watu akili zao ndogo sana? Bilahi alaikum, huu mtazamo anausema, yani anausema kwa kunukuu kutoka kwenye kinywa chake, lakini hana akili hata moja kwenye wanaonukuu. Yani hatumia akili hata kidogo. Ukisema huu mlango sio mlango wa jitihadi, kwamba mtu anafikiwa na maelezo kuhusiana na hali ya mtu fulani, anapima yale maelezo kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na misingi ya kielimu, anatoa kauli kutokana. Hii ndio maana jitihadi. Kwani ukiambia jitihadi unafahamu nini? Kwa kuna uwezekano wa kuwa hata hili neno jitihadi hajui muktadha wake. Hili jambo. Lakini jambo la pili, wewe umesoma kwenye elimu ya jarh wa ta'dil khilafu za wanawazuoni kuhusiana na kumjeruhi mtu fulani na kumadilisha mtu fulani, na a'immatu al-kibar katika uwanja wa jarh wa ta'dil namna gani walipokuwa wanawajeruhi watu ambao walikuwa katika hali fulani baina yao na wale wanawajeruhi, alafu jarh zao umma wa Kiislamu umezikataa. Hivi Sheikh Rabii na martaba kama Imam Malik
Sheikh Rabi, jarhu ya al-Imam Malik, imamu Dar al-Hijra, aliyomfanya Imam Malik ni imamu bila munaza. Amemjaruhi Muhammad bin Ishaq sahibu sira, ambaye ni mudallis kwa itifaki ya watu wa hadithi. Yani aliyejaruhi ni mtu ambaye anakubalika imama yake, aliyojaruhiwa ni mtu ambaye wote anakubaliana ni mudallis. Lakini ilitokea sintofahamu baina Imam Malik na al-Imam Muhammad bin Ishaq, ikakataliwa jaruhu ya imamu mkuu Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, juu Muhammad ibn Ishaq sahibu sira, ambaye alikuwa ni mudallis kweli, lakini kwa sababu iliangaliwa ndani yao palikuwa na sintofahamu. Hapo utajengeka mtazamo kwamba jaruhu ni dini, sio chuki. Yani unapomjeruhi mtu unamjeruhi ili kuinusuru dini. Sasa hili jambo ambalo unajeruhi halina madhara kwenye dini, unajeruhi ili kiwe nini? Yani ni mtazamo fulani tu, mtu amepita na mapito fulani, hayana athari kwenye dini. Wewe unaweka membali kujeruhi, tahadhari na nini? Unakusudia nini sasa katika hili? Kwa hiyo mimi nakariri maneno yangu kusema kwamba maduati wa kisalafi kwenye kunukuu, masha Allah, ikitokea mkanganyiko mdogo tu baina masalafi wenyewe kwa wenyewe, utamuonea huruma mtu uwezo wa akili aliyokuwa nao. Na hii ni katika moja ya mfano eti kwamba jarhu na taadili ni mlango uliofungwa, sio jitihad. Alafu akisema Sheikh Rabi aliyopewa tazkia na Imam al-Albani, hivi kwa maneno hayo yote tujalie ni haki, ni kweli, bila kupinga. Je, hayo najenga kwamba Sheikh Rabi maneno yake ni maasum? Akisema Sheikh Rabi watu wote ni sawa na waka, wallahi haikuwahi kutokea kwa mtu yoyote. Wakina Yahya ibn Sa'id al-Qattani, wakina al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, hawa ndio mabingwa kwenye mambo ya jarh wa taadili. Ukipita salama wewe kwa Yahya ibn Sa'id al-Qattani, wewe ni mtu, lakini walikuwa wanafanya jarh na wanakosea. Na umma unasema Yahya ibn Sa'id al-Qattani kwenye ile amekosea. Kwani nyinyi mmefunika vitabu vyenu? Vimepigwa na vumbi zaidi. Hamna muda wa kukaa kupitia kwenye vitabu vya ilmu zenu za hadithi ndio usoma. Haya mambo mbona hapo wazi sana kwenye vitabu? Lakini kwa sababu ni hawa, na hawa inapofanyika kwa mtu inamtia mtu upofu. Kwa hiyo hii misingi ni misingi haipo kwenye ilmu ya jarh wa taadil. Sheikh Rabi ni katika moja wa wanazuoni wakubwa ambaye ni kweli kafanya jihadi kubwa sana katika kujeruhi. Lakini mimi nawaambia neno moja, tahadharini sana na jarh ya Sheikh Rabi, tahadharini sana na jarh ya Sheikh Rabi kwa watu waliokuwa katika haki. Kama ninavyowaambia ni pia tahadharini sana na jarh ya masalafi juu ya masalafi wenzao waliokuwa kwenye haki. Tahadharini sana na jarh hizi. Mara nyingi jarh hizi zinakuwa na msukumo wa nje ya dini. Sisi tunaelewana vizuri. Swali la pili. Swali langu la pili, tunaomba utuainishie kwa majina ni kina nani maulama wa Yaman wazama toka za zamani, kuanzia uhai wa al-Allama Muqbil mpaka kufariki kwake mpaka zama zetu za leo tulizokuwa nazo, kwa sababu vijana wengi sisi tunaojinasibisha na usalafi katika zama zetu hatuwajui maulama wa Yaman waliotajwa katika wasia la al-Allama Muqbil, bali aliowataja al-Allama Rabi', al-Allama Ubaid hatuwajui. Leo tumekuwa watu Tanzania akitaja mwanachuoni wa Yaman tunasema mfano Muniru Saadi, Salahu Kantushi, tunasema Abbasul Jauna. Sasa tunaomba kwa majina yao maulama wa kina nani ambao tunaweza tukarudi katika vitabu vyao au kuwauliza maswali, maulama wa Yaman kina nani? Kabla kutaja ulama kwa mujibu wa swali lako, mimi naona kero mno katika moyo wangu na masikio yangu kusikia kwamba Abbas al-Jauna anatajwa kwamba ni katika ulama. Mimi na yakini hata Abbas al-Jauna mwenyewe hajijui kama ni katika ulama. Abbas al-Jauna rahimahullah, yeye mwenyewe anajijua kwamba yeye si katika ulama. Muniru Saadi sio tu kwamba anajijua kwamba yeye sio katika ulama, yeye mwenyewe anajijua kwamba sio katika talabatul ilm. Mwenyewe kwa nafsi yake anajijua sio katika talabatul ilm. Mimi sikosei, na kwenye maneno hayo wamenipatiliza watu wengi sana, lakini mimi naijua saha. Wewe leo unakuja kumjua, unamjua Arafati al-Muhammadi mwaka 2015 2020 kupitia kwa Hamisi Imam. Mimi namjua Arafati al-Muhammadi tokea mwaka 2008, na najua matatizo ya Arafati al-Muhammadi tokea miaka hiyo. Na ndio maana wakati tunaendesha da'wa katika miji yetu hatukuwahi kumtaja kabisa Arafati al-Muhammadi kwa sababu ya shari alizokuwa nazo.
Leo anakuja misimamo anatengenezeni picha eti kwamba kuna wanawazuoni, kuna mwanazuoni anaitwa Arafati Muhammad. Mwanazuoni wa wapi? Wa nchi gani? Mwanazuoni wa nchi gani? Ukisema Sheikh Rabi anasema Arafati Muhammad ni mwanazuoni. Sheikh Rabi alikuwa anaishi Saudia. Sheikh Rabi alikuwa anaishi Saudia. Hivi Saudia anazingatia Arafati Muhammad ni mwanazuoni? Ni watu wapi? Sasa kuhusiana na swali kwamba wanazuoni wa Yaman, rudia katika muhadhara wangu, nadhani nimefanya miaka 2 iliyopita hapa Zanzibar. Msikiti mmoja kule tulifanya daura mara moja katika msikiti wa tulifanya muhadhara kule. Ni nani wanawazuoni? Katika moja ya maelezo niliyotoa, wanawazuoni zama tofauti. Kwenye zama hizi tulizokuwa nazo, wanawazuoni wakubwa 4 wakiongozwa na Imam Ibn Baz, kisha al-Imam al-Albani, kisha al-Imam Ibn Uthaymeen. Hawa wote wawili, Ibn Baz na Ibn Uthaymeen, ni Mamlakatul Arabia Saudia. Al-Imam al-Albani Sham na al-Imam al-Wadi'i katika miji ya Yemen. Hawa ndio katika mababa walezi wa ulimwengu huu sasa hivi. Wewe kama utaki kujua, utakuwa na tatizo la kutokujishughulisha na elimu. Hivi leo utazungumza tashihan wa tad'ifa ya hadithi za Mtume Muhammad bila kumtaja Albani na bila kumtaja Mukbil. Hata wapinzani masufi wanakiri kwamba katika wanazuoni wakubwa kwenye tashihan na tad'ifa ya hadithi dunia hii ni al-Imam al-Albani na Sheikh Mukbil. Lakini kule katika Mamlakatul Arabia Saudia, aliyekuwa mufti wa Tanzania almarhum Sheikh Ahmed bin Juma, yeye katika moja durusu zake anasema katika wacha Mungu niona nao duniani ni mcha Mungu mmoja mkubwa sana Saudia, Ibn Baz. Huyo Sheikh Ahmed bin Juma anamtaja katika wacha Mungu bora duniani aliyokutana nao na Ibn Baz. Wanasema haya masalafi na wasiokuwa masalafi sawa. Lakini pia Sheikh Muqbil ibn Hadi Waji'i kule Yemen, hawa ni katika ulama wakubwa wa dunia. Nilisema hivi, baada ya wanazuoni hawa wametuachia wanafunzi wao kwenye miji yao. Ukienda kule katika miji ya Sham, al-Imam al-Albani alituachia wakina Ali al-Halabi, alituachia wakina Salim ibn Eid al-Hilali. Huyu Salim ibn Eid al-Hilali yupo Tanzania sasa hivi, yupo pale Kigamboni na Mahajawi, pamoja na kwamba yeye anapinga nisba ya Wahajawi na afundisha watu Wahajawi. Yupo pale Kigamboni, yupo Tanzania. Hawa ni wanafunzi wakubwa al-Imam al-Albani. Lakini kule Mamlakatul Arabia Saudia, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen walituachia vijana wao wakina Imam al-Fawzani ambao ni wanazuoni wakubwa sasa hivi, wakina Abdul Muhsin al-Abbadi na wengineo katika wanazuoni. Na kule katika miji ya Yemen, al-Imam al-Wadi'i aliandika kwa maandishi watu ambao watarejewa baada yake, akawataja wakina al-Allama Abdul Aziz al-Burai, wakina al-Allama Tusalimi na wengineo, wakina Muhammad al-Imam na wengineo. Aliwaandika kwa maandishi kabisa. Msingi wetu sisi Ahlus-Sunnah wal Jamaa, tunawaheshimu hao wanawazuoni wote, hatunanyui ndimi zetu kwao, na kama kuna mmoja miongoni mwao kapondoka, tutachukua maneno kutoka kwa wanazuoni wenzao. Udhibiti vizuri msingi huu. Wewe ukiniambia leo Salim ibn Eid al-Hilali amepondoka, tunataka maneno yao kutoka kwa nani? Wanawazuoni. Si wewe jahili wa Tanzania uanze kumsema Salim ibn Eid al-Hilali bila kunukuu kutoka kwa nani? Ahlul ilm. Leo hii wanatokea hawa wakina Muniru Saadi, hawa eti wanajiita mashaikh al-Adan. Hawa mashaikh kwa tafsiri ya nani? Hii elimu inavamiwa kwa mtindo kama huu, kila mmoja anasema na ulitaka, patakuwa na usalama kwenye dini ya Uislamu. Lakini katika adabu za kielimu, mtu msomi anatambulishwa na wasomi wenzake. Yemen kuna mashaikh wakubwa tulioachiwa na wanawazuoni wetu. Je, hawa wanasemaje kuhusiana na wakina Arafati? Wanasemaje kuhusiana na kina Muniru Saadi? Muniru Saadi la as'adahu Allah, la muniran wala sa'ida. Muniru Saadi na mimi msomi kuliko Muniru Saadi. Haya maneno nasema na mwabudu Allah, sababu elimu sikusoma. Mimi nimesoma, nimekaa chini na wanazuoni. Muniru Saadi amekaa kwa wanazuoni gani? Mimi nimesoma, nimekaa chini na wanazuoni na akili yangu nzuri na uelewa mzuri. Muniru Saadi amekaa kwa nani? Mwarabu anayejua Kiarabu, aliyochukua kanda za mashehe za Kiarabu akawa na kopi na kupeti.
kazi yake kuzungumzia matukio yanayotokea Gaza, si wapi, kwenye membari za Ijumaa. Watu wametoka huko kuja kuchukua ahkamullah na ahkamu rasuli kwenye hutuba ya Ijumaa, anaelezea habari za matukio ya Gaza Sunna. Huyu ni msomi. Na watu wote wa mfano Munir Saadi, wao siku zote elimu yao ni kuelezea matukio, huku ilitokea kadha, huku ilitokea kadha, kwa sababu ni matukio yanayoishi kwenye maisha ya watu. Watu wengi wanashawishika na hayo mambo. Munir Saadi sasa ananudini kishki tu. Hakika Munir Saadi sasa ananudini kishki. Kwani tarehe ananudini kishki kusoma mnajua? Nudini kishki kasoma kwa nani? Wanazuoni wa nchi hii na wanazuoni wa nchi. Kasoma kwa nani? Lakini mnaonaje awamu wanavyomtukuza Nurdin Kishki kwenye elimu? Ndio sawa sawa kabisa na Munir Saadi. Lakini kwa jamaa hao masaafika, Munir Saadi katika wanazuoni wao. Sasa ikiwa kama nyinyi shehe wenu mwanazuoni wenu Munir Saadi, si tuwekeni kwenye position gani? Na hii ni katika dhalala iliyopo kwa jamaa. Kwa hiyo wanawazuoni wa Yemen wanajulikana. Hawa kina Munir Saadi wanasema kwamba eti Yemen hakuna wanazuoni. Ni anukua haya maneno katika darasa la Asr. Nikawaambia kwamba haya maneno wanasema, mwisho watasema pia Mamlakatul Arabia Saudia hakuna wanazuoni. Na lau kama sio hofu kwamba wanazuoni wa Saudia ni wanazuoni wa utawala, wangeasema haya maneno mapema sana. Wanachokiogopea kwani Arafati al-Muhammadi anasemaje kuhusiana na Sheikh Abdul Musa al-Abbadi na mwanae Abdul Razak ibn Abdul Musa al-Abbadi? Arafati al-Muhammadi anasemaje kuhusiana na Sheikh Ruhail? Na hili kundi lao wanasemaje kuhusiana na Sheikh Ruhail? Lakini hawa ndio mashekhe tulioachiwa na wanawazuoni wetu. Kwa hiyo lau kama wangepata fursa ya kusema, kama sio kuogopa nguvu ya utawala, wangesema pia Saudia kuna wanazuoni. Sasa nyinyi masalafi mnataka usalafi huu? Unavunja msingi katika misingi mama dawa salafia, heshima juu ya wanawazuoni. Tutarejea kwa nani kama tunadondosha wanazuoni kwa mtindo kama huu? Lakini wanawazuoni wa Yemen kazi zao zinawatambulisha. Nenda katika markazi ya Maaba ukamkuta Sheikh Muhammad al-Imam. Nenda kwenye markazi ya Fuyush ukawakuta wanafunzi walioachwa na al-Allama al-Mar'i, Abdurrahman al-Mar'i. Hii ni dalili ya kwamba hizi ni marakizi za kidini, marakizi za kiilmu. Nileteni mfano kama wa huu kwa hawa masaafika wenu mnawataja kina Munir Saadi wa Fulani. Munir Saadi ana markazi, anamfundisha nani? Anamfundisha nini? Kuna mtu mmoja katika wanafunzi wetu aliathirika na kusikiliza kaseti za Munir Saadi kwenye mawaidha. Nikamwambia, wewe huyu ni mwanazuoni? Sema, Sheikh, mimi nimeanza kufuatilia muda mrefu sana, huyu mwanazuoni. Nikamwambia, naomba nikusimamishie hoja. Unamjuaje mwanazuoni? Sema, kutokana na kazi zake za kielimu. Hilo jawabu sahihi kabisa. Wanawazuoni wana taarifu zao, muallafati zao, vitabu, lakini wana marakizi zao, wanafanya durusu za vitabu vya wanazuoni, durusu katika Bulughul Marami, Riyadhus Salihin. Naomba nitajie darsa moja vitabu vya kielimu aliyotoa Munir Saadi. Tajie darsa moja vitabu vya kielimu vinavyojulikana ni vitabu vya wanazuoni aliyofanya Munir Saadi. Ile bwana akasema sina. Nikamwambia, unamhitaji mwanazuoni? Umepata wapi nafasi ya kumwita mwanazuoni mtu ambaye hujui kazi zake za kielimu? Kwa hiyo kila mtu akikaa kwenye membari akaongea anaitwa mwanazuoni. Sasa juzi niliwaambieni msiwaite mauhadhi kuwa ni wanazuoni, msiwaite al-qurra kuwa ni wanazuoni. Hawa ni wasomi wa Qur'ani, mahafidh wa Qur'ani, wana heshima kubwa kwa sababu ya kuwa ni maimamu, wamehifadhi Qur'an, wanajua vitu fulani katika dini. Lakini waid, yeye kazi yake kutoa waadhi. Dunia sasa, ulimwengu wa interneti huu, maudhui yote unaitaka ukiandika inakujia, unanukuu na kuja kuambia watu hawa wanakuwa wanazuoni. Na nikaulizeni, nyinyi toka mmeanza kumsikia Sudais kuna miaka mingapi mpaka sasa hivi? Huyu ni mzee mwenye miaka 60 plus Sudais kwa wakati huu tunazungumza, na ni doktora. Lakini mmeshakusikia Saudia anaitwa katika wanazuoni wa Saudia Sudais? Mmeshakusikia? Level yake ya elimu Sudais ni doktora katika elimu. Lakini mmeshakusikia Saudia Sudais anaitwa wanazuoni? Sasa wao wanajua kumayiz baina mwanazuoni waidi pamoja na watu wa kawaida. Huyu kazi yake ni kuswalisha, imamu katika swala, sio mwanazuoni. Lakini kwetu huku ukimsikia mtu alhamdulillahi rabbil alamin, mwaka mmoja miaka miwili mnamuita nani? Shekhe tayari. Huku kwetu ukivaa kanzu tu, kanzu msikitini unabadilishwa jina, unaitwa ustadhi. Baada ya miaka fulani kusogea umri wako kidogo unaitwa nani? Shekhe. Sasa hata bila kusoma, matablighi wote unajua ni mashekhe. Tablighi wa miaka 20 30 kwa jamaa tablighi, naye ni nani?
nenda kamuuliza kusomea suratul Fatiha uone vituko hivyo. Lakini kwa sisi ukiwa katika madhali haya wewe ni shekhi. Sasa hii ni khiana katika elimu. Hakutakuwa na faida kwa watu waliokaa chini kusoma. Hakutakuwa na faida hiyo. Mtakuwa mnafanya waliosoma na wasiosoma sawa sawa, kwa sababu tu hii kila mtu ana muonekano wa kanzu na kofia na vilemba, huyo anakuwa ni nani? Sio adilifu na sio haki katika hili. Wapeni watu manazili zao. Muniru Saadi ni wahid. Hawa wakina Abbas al-Jawna ni matalabatul ilm. Abbas al-Jawna amekaa darasani kweli, Ali al-Hudhaifi amekaa darasani, lakini matalabatul ilm tunaweza kukaita matulabul ilm musafidin baadhi yao, kwa sababu kweli wamekaa darasani wamesoma, lakini hawana daraja ya kuwa hata mashekhe daa kwa kwao ni wanawazuoni. Lakini huku kwa Afrika wanadanganyana kweli juu ya hakika ya hao watu, na hii ni katika dhulma na katika jahal katika saha ya dawa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Mimi naomba niishie hapa kwa leo. Namuomba Allah tabaraka wa taala anihifadhi mimi pamoja nanyi, atujalie tuwe katika hudatul muhtadin ghayra dhalin wala mudillin. Allahumma a'inna wala tu'in alayna wansurna wala tansur alayna wahdina ويسر الهدى لنا. نسألك اللهم أن تفتح لنا العلم النافع والعمل الصالح إنك. I say kijana wangu ambaye umeingia kwenye ndoa juzi, wazazi wangu ambao mpo kwenye ndoa lakini mpaka sasa changamoto bado haijawaacha salama ya tendo la ndoa. Kijana wangu, njoo nunue hiki kijiti hichi hapa, wala usije ukatoa pesa nyingi. Nadhani mnaikumbuka Cuba na nyote mnaitumia. Cuba ni moto mwingine, lakini pia kama kawaida yenu sipoe kijana wenu. Mimi nikisafiri mikoani nafuata mambo yangu, lakini nafuata na hizi habari. I say hivi vitu sijavipata hapa. I say hivi vitu nimevipata mbali, maporini huko, milimani huko, mbali huko Iringa vijijini huko, shamba huko. Chukua hichi kijiti. Kama unaona kutoa 30,000 ya kuinunua dawa ile nyingine ni changamoto, basi chukua hichi kijiti. Hichi kijiti mimi nakuuzia 5,000 vijiti viwili. Tumeelewana? Acha kulalamika kusema Ibrahim Siafu dawa yake ile pale siwezi. Japo kwa inapiga kazi huiwezi. Nunua hichi kijiti ndugu yangu. Nitakupa vijiti viwili tu vinakutosha. Hichi kijiti unakitafuna na karanga. Unakitafuna na karanga au korosho, kwa sababu hichi kijiti ni kichungu. Sawa? Kwa hiyo tafuna hichi kijiti. Hichi kijiti mwanangu nusu saa tu kinaleta majibu. Na mimi nikiuza dawa namuuzia mtu na mke wake. Ukijiona wewe muhuni haina shida, ni juu yako. Nunua hichi kijiti, tafuna na karanga au na korosho. Hichi kijiti unatafuna tu kimoja. Bei rahisi tu. Njoo nikuuzie kwa shilingi 5,000. Nipigie simu. Wala usilalamike useme pesa kubwa. Njoo tuna hiyo 5,000. Alafu wewe utapata taarifa. Hichi kijiti ukikila kimoja kinakaa mwilini siku 3. Kwa hiyo ukiamua kuchukua vijiti viwili, kwa hiyo wewe hapa una siku 6 za jogoo kuwika. Kuna kaka zangu wengine wanafanya kazi nje, kwa hiyo akija makwao wanakaa siku 2 wanaondoka tena. Aisha, chukua hivi vidude ukija ile safari yako wewe na matumaini. Chukua hivi vijiti. Hivi vijiti vinakwenda kuondosha mfumo mzima wa kuwahi kufika. Maana yake ukikitumia hivi vijiti utachelewa kufika. Maana yake utafurahia tendo na mwenza wako ataenjoy. Hizi habari za kusalitiana, kuchepukiana hizi zinaisha tu bila shida yoyote ndugu yangu. Kama uliona dawa ya Cuba uiwezi, chukua hivi vijiti. Lakini kama utakuja nitakuuzia dozi hii, maana yake nitakupunguzia bei sana. Siwezi kukuuzia 5,000 mara 100. Hii inakuwa ndo dozi kamili, manake hii inakuwa ndo tiba. Ukitumia hivi vijiti tunakwenda kukutibu na hutotumia dawa tena yoyote ambayo itatangazwa mtandaoni. Hii hapa ni dozi nzima, vinatoka vijiti 100. Wewe agent, wewe winga, ukiamua kuchukua hivi vijiti kwa ajili ya kuuza, njoo tufanye biashara. Mimi nitakupa utakuwa unauza 5,500. Piga hesabu, humu mnatoka vijiti 100. Kwa hiyo kama utakiuza kijiti 1,000 tupige hesabu utakuwa na kiasi gani. Sawa? Wewe ambaye kijana wangu na matatizo ya changamoto ya kufika, hufanyi tendo vizuri, unawahi haraka, mkeo haenjoy, chukua hivi vijiti. Lakini pia ukiacha hivi vijiti, ipo dawa hii hapa ambayo ndo hii. Hii dawa nimeitoa mbali sana. Huyu ni Masai OG. Hii dawa ina mchanganyiko wa miti miwili. Nadhani mnaona kuna mti mweupe kwa mbali, lakini kuna mti wa chocolate. Hii dawa pia nayo ni dozi ambayo hii unatumia kwa maziwa au supu au maji ya moto au chai. I say hizi dawa zote zimejaribiwa huko ninakotoka nazo. Mpaka nimebeba kitu ujue kina faida. Tumeelewana? Hii hapa ni dozi ya vijiko 4 tu. Tumia vijiko 4, tumia viwili leo, viwili kesho. Alafu taarifa utanipa wewe. Mimi sikwambii utakaa siku ngapi, utakuwa mzima. Tumeelewana vizuri? Taarifa utanipa wewe. Huu ni unga bakora. Hii ni ya maziwa, lakini hii hapa unatafuna na nini? Tumesema na karanga. Hii ni ile chap chap, kwa sababu labda kununua vijiti vyote utaona shida kwa sababu ni vichungu sana. Kwa hiyo hii hapa ni ya chap. Hii hapa unajitibu. Hizi dawa zote zinaleta majibu baada ya nusu saa au risali moja. Hizi dawa zote. Kwa hiyo ukinunua hii vijiko viwili
tayari. Kama kuna vijana wangu au walimu wangu nikupeni ile dawa ya unga haijaleta changamoto, njoni hapa. Tena naambia sasa mimi nimenunua ya unga lakini haijanisaidia, njoo hapa uchukue hii hapa. Lakini pia tuna haya mafuta ambayo haya hayarefushi ume. Haya yanakwenda kuimarisha ume. Kama ume wako ni legelege unakuwa imara. Bila kusahau mafuta ya kurefusha ume yapo, lakini pia maradhi yote magumu, kama una pumu, una sukari, kama si una magonjwa kiparalyze na magonjwa mengine sijui moyo, sijui maradhi yote magumu yanatibika kwa mkataba maalumu. Unakuja hapa kwanza, tunakubaliana unalipa pesa robo na kutibu, ukipoa unamaliza pesa. Wanawake uzazi, changamoto mwanaume uzai, umechelewa kuzaa, mwanamke umechelewa kuzaa, njoo tumalize ile tatizo. Piga simu tuongee vizuri. Siafu Online TV, kulil haqqa wa in kana